Dabi itakuwepo tarehe 1 Machi. Swali la msingi, pengine kuna watu washaanza kujiuliza mara baada ya taarifa kutoka kwamba Simba wametuma barua kwenda kwenye bodi ya ligi kutaka kujua imekuwaje Young Africans kupitia kwa msemaji wao Ally Kamwe anavunja taarifa ya mechi yao dhidi ya Yanga kuchezwa Zanzibar, hali ya kuwa bodi ya ligi haikufanya hivyo mwanzo na imekuja kufanya hivyo mara baada ya Young Africans kupitia kwa Ally Kamwe kufanya hivyo. Sasa unaweza kuwaelewa, mimi binafsi nawaelewa Simba wanapotokea 100%. Yani katika hali ya kawaida nadharia ambayo inakuja ni kwamba bodi ya ligi inaendeshwa na Yanga, yani kwamba kwa nini msemaji wa klabu atoe taarifa ya mchezo wa ligi kabla wenye ligi wenyewe au wenye michezo wenyewe hawajatoa taarifa rasmi. Kitu ambacho naweza nikakisema ni kwamba Young Africans wao ndo waliamua kwamba mechi ichezwe Zanzibar, yani wao ndo wamekwenda kutoa taarifa kwenda kwenye bodi ya ligi kwamba bwana, sikilizeni, tunataka mechi ichezwe New Amani Complex badala ya kuchezwa Benjamin Mkapa. Hilo linamaanisha pia kwamba baada ya wao kutuma taarifa kuomba mabadiliko ya uwanja, inawezekana kwa kiasi kikubwa sana taarifa pia ilikuwa imetolewa pengine, lakini katika kutolewa kwa taarifa inawezekana bodi ya ligi wamechelewa kuja kurasimisha kuhamishwa kwa hii mechi Young Africans, kwa kuwa walikuwa wanajua na hili jambo taarifa ilitoka, pengine wao wakaamua kulivalia njuga mapema na kujaribu kulibreak kwenda kwa mashabiki katika kujaribu kutengeneza tension kwa bwana ionekane kama vile kwamba wao wana mamlaka. Inawezekana taarifa imefika kwa pamoja kwa Young Africans pamoja na kwa Simba mathalan, lakini Yanga kuchukua initiative ya kwenda kuitangaza hii mechi kwa wao binafsi inakuonyesha kwamba pengine bodi ya ligi walikuwa slow kwenye kuitoa taarifa ambayo walikuwa wameshaiandaa mwisho wa siku. Kwa hiyo Yanga wakaona ili mambo yasiwe mengi, muda usizidi kupotea, sisi tutawatangazia wanachama na mashabiki wetu kwamba mechi ambayo tunaamini ni ya tarehe 1 itachezwa mahala fulani. Kwa hiyo huo ndio uhalisia ambao unaonekana mwisho wa siku. Na nini ambacho kinaweza kikafuata kwa kuwa Simba wametuma barua? Kwanza niweke bayana kitu kimoja. Mechi itachezwa, mechi hii inachezwa yani 99% mechi ipo. Kitu kikubwa ambacho itabidi bodi ya ligi wakifanya ni kutoa ufafanuzi kwamba ni nini ambacho kimesababisha mwisho wa siku ile taarifa ikatolewa na msemaji wa klabu kabla wao hawajaitoa. Sasa hapa, ili kuondoa sintofahamu zingine, inawezekana bodi ya ligi wakajaribu kufanya manuva ya kutaka kuonesha kwamba kama kuna uchunguzi wa ndani unafanyika, kwamba kama kuna uchunguzi wa hii taarifa kuvujishwa, wajaribu wao wenyewe kufuatilia ni nani ambaye anaweza akawa ameivujisha hii taarifa mwisho wa siku. Lakini kitu kingine ambacho kinaonekana kinaweza kawa kina uhalisia ni Ally Kamwe mwenyewe pia kupewa warning au hata kupigwa faini mwisho wa siku. Bwana, sikiliza, tunakupiga faini au tunakupa onyo kali kwa sababu ya kuvujisha taarifa ambazo ilibidi sisi ndio tuanze kuzitoa kama wasimamizi wa mechi za ligi kuu. Umekwenda kuitoa taarifa ambayo ilibidi tuanze kuitoa sisi kwa kuliona hilo na kwa kuona kwamba limeleta madhara pia kwa wapinzani wenu, inabidi sisi mwisho wa siku tukupe onyo au apigwe faini mwisho wa siku. Lakini kwa mtazamo wangu sioni kama ni big deal mwisho wa siku. Nafikiri hivyo ndivyo ambavyo itaendewa hii issue mwisho wa siku. Lakini mechi iko pale pale. Tarehe 1 Zanzibar kinapigwa mwisho wa siku. Kama nilivyoweka bayana mwanzo wa video hii, naelewa mashabiki wa Simba wanapotokea kwenye kujaribu kuona kwamba ueledi uko wapi. Yaani kwa nini Yanga watoe taarifa ambayo ilibidi itolewe mwanzo na bodi ya ligi. Unaweza kuelewa, lakini kitu ambacho naweza nikakisema ni kwamba huenda hii ni taarifa ambayo bodi ya ligi inawezekana waliwajibu Young Africans, kwa sababu Young Africans ndio walituma maombi ya kutaka uwanja ubadilishwe. Inawezekana katika kujibiwa Yanga wakaona hatuwezi sisi kusubiri mpaka bodi ya ligi watoe taarifa kwa sababu tushapata jibu, ama kama kulikuwa kuna kiashiria chochote cha wao kujibiwa kwamba bwana tumekubali mathalan, bila ya kufanywa jambo kuwa rasmi. Yanga wakaona isiwe tabu, acha sisi tuwatangazia wanachama wetu kwamba bwana mechi imehamia sehemu fulani, lakini ile imekuja kwa sababu Yanga wamehisi kwamba bodi ya ligi pengine watakuwa slow kwenye kutoa hii taarifa. Yaani kwamba sisi tunataka wakati huu ambao mechi ya kimataifa imemalizika, hatujafanya vizuri, tumetolewa tukiwa nyumbani, ili kutengeneza msisimko na kutokuweka mashabiki kinyonge, maana tuwakumbushe tu kwamba tarehe 1 tutarudi tena hapa. Sasa Yanga wakaona ili kutokusubiri mpaka bodi ya ligi waweze kufanya hivyo wao, kwa sababu walikuwa wanaamini taarifa pengine imefika kwa upande wao bila ruhusa ya bodi ya ligi, kwa sababu wanajua kwamba matokeo yatapelekwa kule, wao wakaamua kuitangaza hii fixture kule. Kwa hiyo unawaelewa Young Africans kwa sababu ya kile ambacho kimetokea kwenye michezo ya kimataifa, kutoacha mashabiki katika hali ya unyonge kwamba wao ina ule msisimko wa kuitaka mechi tarehe 1, lakini unawaelewa Simba kwa sababu nao Simba wanajaribu kuangalia zaidi weledi. Lakini mwisho wa siku ninachokiona ndio hicho kwamba Young Africans
Sana sana tu msemaji ni atapewa onyo au itaweza kufuata faini, lakini pia nategemea bodi ya ligi wajibu Simba kueleza kwamba imekuwaje, kwamba kisheria mwenyeji ana nafasi ya kuomba uwanja ubadilishwe. Hao ni baadhi ya maelezo ambayo bodi ya ligi wanaweza kuyatoa mwisho wa siku, au hata kujaribu kufanya internal review kwa bwana, imekuwaje, hizi taarifa zimevuja na vitu kama hivyo. Kwa hiyo alimuhimu, kuna majibu yatapatikana, kuna hatua tu zinaweza zikachukuliwa za kawaida, lakini dabi tunayo, na 2:15 usiku tarehe 1 Machi itajulikana nani kasajili kweli dirisha dogo, ligi itakwendaje mara hii, na nini kitakuja kutokea kuelekea mwishoni mwa msimu.